Leo hii tumekuja kwa baada ya meli kubwa ya tani 33,310.79 imetia nanga hapa Tanga. Tanga oye! Meli kubwa ambayo inaitwa meli Elisa, ambayo Seafront, kama tunavyosema ni Seafront Shipping Agency, wameweza kuwaleta hao wenzetu pamoja na mizigo yote. Ni meli ambayo imetoka katika bandari ya China moja kwa moja mpaka bandari ya Tanga. Kwa hivyo tunavyosema kwamba uchumi unakuwa Tanzania na kwamba Tanga imefunguka, tunamaanisha na ukweli wenyewe umejidhihirisha na unaendelea kujidhihirisha. Meli ambayo imebeba magari zaidi ya 320, ambayo katika hapo 110 yanabaki hapa Tanzania, 222 yanakwenda katika nchi jirani: Zambia, Uganda, Rwanda, Kongo, Malawi, sasa na Kongo DRC. Lakini vile vile mitambo ya viwandani imebeba pia na koili ya kutengeneza mabati, ambayo koili hizi zinakwenda Uganda. Na kilichofurahisha wenzetu wa ukanda wa maziwa makuu ni baada ya reli kuanza kufanya kazi, kuanzia hapa bandarini moja kwa moja mpaka Ruvu, inaunganisha kwenye reli yetu ya kati, inaenda moja kwa moja. Kwa hiyo mizigo sasa hivi imekuwa rahisi kufika maeneo yote. Unaona ukubwa na ongezeko la mizigo ya zaidi ya 35% mpaka 40%. Lakini sio hivyo tu, mapato. Mwaka jana kipindi kama hiki Julai Septemba tuliweza kukusanya bilioni 18 ndani ya miezi ya Julai mpaka Septemba. Mwaka huu Julai mpaka Septemba tumekusanya bilioni 31, na target ilikuwa ni kukusanya bilioni 20. Sasa utaona kabisa kwamba kutoka bilioni 21 tuliyokusudia mpaka bilioni 31 mwaka huu, ukifananisha na bilioni 18 mwaka jana, unaona kabisa makusanyo ni makubwa sana. Lakini vile vile hata idadi ya meli, mwaka jana, mwaka huu meli 50 ngapi? Hii ni 50, hii ni 52. Ukichanganya na hii nadhani 53. Mama Samia oye! Kwa hivyo tunaendelea kushukuru sana wenzetu. Kazi hii ambayo mnaona ya upakuaji, vijana 16,000 watatumika kupakua mizigo katika meli hii. Ni ajira kubwa kwa vijana wetu wa Tanga. Kwa hivyo pesa zinaanza kuingia mifukoni kwa vijana, lakini mnyororo mzima, madereva watakaotoa magari haya kupeleka Kongo, Rwanda, Burundi, DRC na Zambia, lakini vile vile wale shippers na wengine wote wanaotoa kufanya clearance ya vitu hivi wanapata pesa. Kwa hivyo mnyororo huu unasababisha pesa zinashuka, zinachuruzika kwa watu mbalimbali. Mama ntilia atapata pesa hapo, mafundi watapata pesa hapo, kuna mbao hizo zinakuja na meli hapo, au wanaotoa minyororo huko wanaenda kupata pesa hiyo ya mbao, wanaenda kuuza na kufanya shughuli zingine. Kwa hivyo eneo hili lote lina manufaa kwa mustakabali wa mkoa wetu wa Tanga, na mafanikio ni makubwa sana. Kwenye meli hii na imekuja moja kwa moja Tanga, haijapitia kwenye bandari nyingine yoyote, na itafanya operation ya mizigo yote hapa Tanga, na ikitoka hapa Tanga itarudi zake China. Na sisi kama TPA kwa pamoja tumejipanga kuhakikisha mzigo huu tunahudumia ndani ya siku isizozidi 7 mpaka 10, ambapo timu ya magenge yote ambayo yatafanya operation hiyo, kama alivyosema mkuu wa mkoa, tutatumia takribani vibarua au wafanyakazi wa kutwa 16,000, na tutafanya kazi hii katika shifti 3, kwa maana masaa 8. Kwa itakuwa ni siku 7 kwa wiki na masaa 24, na maandalizi yako vizuri kama unavyoona. Kwa asilimia kubwa mizigo inayoshushwa kutoka kwenye meli hii inatumia crane za meli. Pale ambapo itahitajika, kuna baadhi ya mizigo ambayo ina ukubwa zaidi, tunaweza tukatumia vifaa vyetu. Tuna gotward za kutosha ambazo pia zinashiriki katika ushushaji wa mizigo. Kwa hiyo operation wise tumejipanga, tuko vizuri na zitaendelea vizuri, kwa maana ya kama tulivyosema masaa 24, hatutosimama mpaka tumalize mzigo huu ndani ya siku 7.
Sisi kama Seafront kwa muda wa mwaka mmoja na miezi mitatu, hii ni meli yetu kama ya 40 sasa. Chagua pia bandari ya Tanga kutokana na uharaka wa ushushaji mzigo pindi meli inapopata bethi katika bandari hii. Mizigo yetu mingi imekuwa ikishushwa kwa wakati, huduma zinazotolewa ni bora kulinganisha na sehemu ambavyo mizigo mingi wateja wanakuwa wanachelewa kupata mizigo yao. Bandari ya Tanga wanafanya kazi nzuri, tunawashukuru sana kwa hilo. Sisi kama wafanyabiashara, kazi yetu kubwa sana ni kuhakikisha kwamba bandari hii inapata mizigo. Mizigo inatoka wapi? Ni sisi kuhakikisha wafanyabiashara wenzetu wanahamasika kuzidi kuleta mizigo Tanga, kuingiza kwa ajili ya kuitoa kusafirisha nje ya nchi, pamoja pia na kuingiza mizigo toka nje ya nchi. Kwa hiyo ni jukumu letu kubwa. Sisi kama wafanyabiashara tunaona ni maajabu ambayo yametokea katika jiji letu la Tanga, na tunaona ni mapinduzi makubwa sana. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuja kututanulia bandari yetu, na tunaona meli kubwa kama hii inatia nanga. Sisi tunasema tunashukuru na tunaahidi tutaendelea kuilinda serikali yetu kwa wivu mkubwa sana, na tunawaombea Mwenyezi Mungu. Tunajua tunaingia kwenye uchaguzi, basi tunasema aliyetenda mema unamlipa mema. Tumekuwa mashahidi anapoipambania Tanga, fursa nyingi zimefunguka, mambo mengi yamenyoka. Kwa hiyo sisi tunamhakikishia kwanza kuilinda amani kwa ajili ya kuzilinda hizi neema ambazo Mwenyezi Mungu amezileta. Kwa uwekezaji huu, kwa neema hizi, kwa fursa hizi, tuna kila sababu ya kuiunga mkono serikali, kwa maana kwamba wanasema kuna kupelekwa mboga ndio kunakoliwa. Kwa hiyo tuko tayari.